Pearson TV, we show the way. Haleluya. Ijue heri ikupasayo. Tumesoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 mpaka ule wa 11, lakini pia tukaja kusoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 10 ya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeona kwenye kitabu cha Mathayo, haya ni maneno ya Yesu mwenyewe alikuwa akizungumza na wanafunzi wake pamoja na makusanyiko au makutano, ambapo alitaja hizi heri. Utaona kuanzia ule mstari wa 3 kwenye hii sura ya 5 mpaka mstari ule wa 11, heri zipo nyingi sana. Heri maskini wa roho, maana au anasema heri maskini wa roho. Some kidogo tena. Anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbingu ni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema ufalme wa mbingu ni wale wenye heri ya kuwa na umaskini wa roho. Umaskini wa roho ni nini? Umaskini wa roho ni kuwa na shauku ya kutamani kumjua Mungu zaidi. Ni kuwa na shauku ya kutamani kumjua Mungu zaidi, kwamba umjue Mungu zaidi ya kiasi kile ambacho unamjua kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umjue Mungu zaidi ya kile kiasi ulichonacho sasa. Unakuwa na shauku zaidi ya kutamani kumjua Mungu. Ndipo anasema ufalme wa mbingu utakuwa wao, maana wale watakuwa wakijibidiisha sana katika kutafuta kumjua Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji wametukumbusha siku ya leo kwamba mjue Mungu sana upate kuwa na amani. Haleluya. Mjue Mungu sana ili uweze kupata kuwa na amani. Lakini tukisema neno heri maana yake nini? Heri. Neno heri linaonyesha kama ushwari. Shwari, nikisema shwari ni kama amani ama unakuwa na usalama. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri. Heri ni kama shwari ama salama ama amani. Kwa hiyo anasema heri walio maskini wa roho, au kwa neno jingine Kiswahili unaweza kusema bora walio maskini wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri walio maskini wa roho, kwamba wana amani walio maskini wa roho kwa sababu wanatafuta sana kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wana amani walio maskini wa roho kwa sababu wanatafuta sana kumjua Mungu, na ndivyo ilivyo. Lakini anasema heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Bwana Yesu asifiwe sana. Huzuni ni hali ya kukosa raha, si ndio? Yaani unakuwa kama na uchungu fulani moyoni ambao sio, yaani umesababishwa kutokana na mambo yaliyoumiza moyo wako. Haleluya. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijiwa. Watafarijiwa na nani? Na Yesu Kristo mwenyewe. Maana kutabiriwa kwake wakati anazaliwa, Nabii Isaya anasema ataitwa mshauri wa ajabu, mfariji, Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mfariji wetu ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Kwamba anasema heri wenye huzuni kwa sababu hao watafarijiwa. Watafarijiwa na nani? Na Yesu mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huzuni inatoka wapi kwa huyu mtu mpaka tuseme awe na heri? Huzuni ni kwamba tunapoishi duniani yako mambo mengi ambayo tunayapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mengi yanayokuja na kuhuzunisha. Yanatuhuzunisha kwa nini? Tukitazama watu wale ambao wanayatenda, yanatuumiza mioyoni mwetu kwa sababu sisi tunaijua ile iliyo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yanatuumiza mioyoni mwetu tunasema, hivi kwa nini huyu anaishi hivi? Ni sawa na leo unaona kijana labda anavuta bangi ama anatumia madawa ya kulevya. Inakuhuzunisha moyoni mwako, kwa nini huyu kijana amepotea? Haleluya. Unahuzunika kwa ajili ya yule mtu, lakini mfariji wetu sisi ni Yesu Kristo. Ama unaumizwa na mambo ambayo yanakusonga kwenye maisha yako ya kila siku, yale yanayokuja na kukosesha raha, unakosa amani, unakosa usingizi, lakini yuko mfariji mmoja ambaye ni nani? Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Lakini pia anaendelea hapa kwenye mstari wa 5 anasema heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Haleluya. Watu wenye upole ni watu gani? Watu wenye upole ni watu gani? Upole
Tukijaribu kutafuta maana ya Kiswahili upole maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mpole huwa hana tabia ya kuweza kugombana ama hana tabia ya kuweza kubishana na mtu juu ya jambo fulani. Maana yeye anaona akifanya hivyo itakuwa ni kumkosea Mwenyezi Mungu. Itakuwa ni kumkosea Mungu wake wa mbinguni. Haleluya. Mtu mpole ni mtu mwenye kujinyenyekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mpole ni mtu asiye na hasira ya haraka. Ni mtu asiyeruhusu hasira ikontrol moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema heri wenye upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukajiuliza wewe ni mpole? Unao upole ndani yako? Haleluya. Heri wenye upole maana hao watairithi nchi. Haleluya. Watairithi nchi kivipi? Kwa sababu wamenyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, nadhani hata mchungaji amegusia hapa kidogo, anasema wakijinyenyekeza na kuomba nitaiponya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangu watakapojinyenyekeza na kuomba nitaiponya nchi yao. Haleluya. Kwa hiyo watu wenye kujinyenyekeza wale ndio wanairithi nchi. Kwa sababu gani? Bwana anakuwa ameiponya ile nchi kwa ajili yao. Haleluya. Mtu mwenye upole ni mtu asiyependa ugomvi, ni mtu asiyekuwa na hasira. Tutaangalia kwenye kitabu cha, tutasoma tu pale haraka kidogo. Tutaona Yesu ambapo alijinyenyekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8 hapo. Unaweza ukaandika alafu utasoma baadaye nitaelezea kidogo. Kwamba Yesu alikubali kunyenyekea, akatii hata mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tunaangalia mfano wetu mkubwa au tunajifunza vitu vingi kutoka kwa mwalimu wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu alikuwa mtu mpole, alinyenyekea hata mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Japo yeye alikuwa na haki ya kuweza kukataa ama alikuwa na uwezo wa kufanya chochote wasiweze kumfanya kitu wale waliokuwa wakimkamata au walioenda kumfuata kumshtakia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaangalia Yesu mwenyewe alitii, akanyenyekea hata upole. Kwa Biblia inasema heri wenye upole maana hao watairithi nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati anasema watu wangu wajapojinyenyekeza na kuomba nami nitaiponya nchi yao. Haleluya. Kwa hiyo watu wanaojinyenyekeza, maana yake watu wenye upole, hao ndio watakaoirithi nchi kwa sababu Bwana atakuwa amekwisha kuiponya kwa ajili ya watu wale. Sijui tunaelewana hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo heri wenye upole. Upole utakapokaa ndani yako, wewe utakuwa na uwezo wa kuirithi nchi kwa sababu yale atakayokuja kukuzonga, mtu atakapokuletea chokochoko, wewe hautagombana naye, wewe hautaonyesha action yoyote kumwelekea yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu utakaporudisha, mfano mtu aje akupiga kofi, umekaa umetulia, au na utakaporudisha, Bwana Yesu asifiwe sana, yatatokea mambo mengine ambayo yatakukosanisha wewe na Mungu wako, ukashindwa kuirithi nchi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nilikuwa na mwenyekiti wangu aliwahi kunishuhudia hicho kitu, akasema kipindi yeye ameokoka akiwa shule. Alipookoka ikawa kama vita ametangaza na wale rafiki zake wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wale walipojua huyu mtu ameokoka, wakawa wanamfanyia visa ili kuona kweli huyu ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ananiambia wakati fulani atakuwa amekaa sehemu fulani, mtu atakuja anampiga hata ngumi ya mgongoni. Hapo anamwambia, sisi tunajua ukole ya mpiganaji, wewe si umeokoka bwana? Nirudishie basi kama tuone kama umeokoka kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naye akasema, ninapata hasira lakini moyoni najizuia. Haleluya. Kama mtu amekukuta na anakupiga tu basi kwa sababu yoyote, hapo anakwambia Yesu alokole bwana huwa mpigani. Au anakwambia Yesu amesema mtu akikupiga kofi la kushoto mgeuzie na la kulia nipe basi. Haleluya. Lakini akasema alijizuia moyoni mwake, akaona nikirudisha hapa tunaweza tukafika mbali, ikafanya nikakosana mimi na Mungu wangu. Haleluya. Kwa hiyo heri mtu mwenye upole maana mtu yule atairithi nchi. Kwa hiyo upole ni kitu ambacho kitakusaidia wewe kuirithi nchi. Pasipo upole wewe huwezi ukairithi nchi kwa sababu ukiruhusu hasira ndani yako ifanye kazi, utakosana na Mungu wako. Haleluya. Kwenye kitabu cha
kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 9, ukisoma pale Biblia inasema hasira hukaa vifuani mwa wapumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasira hukaa vifuani mwa wapumbavu. Kwa hiyo utakaporuhusu hasira ikae kifuani mwako, tayari utakuwa umeruhusu ile hali ya upumbavu kuja ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utakaporuhusu ile hasira ile ikae ndani yako ikuongoze wewe, tayari utakuwa umefanya ile hali ya upumbavu ikuongoze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inapotuambia heri wenye upole, maana hao watairithi nchi, inatuonyesha kwamba mtu mwenye upole ni mtu mnyenyekevu. Hata kama akachokozwa namna gani, hata rudisha, hata mshambulia ama kuonyesha reaction yoyote dhidi ya yule mtu ambaye amemfanyia jambo baya. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inatuambia hapa heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Na ni hakika. Kwa sababu gani? Upole utakulinda wewe kutokumkosea Mungu, kutokana na watu watakapokuletea chokochoko nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini Yesu mwenyewe alipokuwa akiondoka akawaambia wanafunzi, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini nawaombea muweze kuishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini nawaombea muweze kuishinda. Aliwaombea waweze kuishinda, si waondoke kwenye dhiki, ila waweze kuishinda ile dhiki ambayo ipo ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili waweze kuishinda ile dhiki ambayo iko ulimwenguni. Utasoma hapo kwenye kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 20. Biblia inasema akasema hapana, sio Marko, ni kitabu cha Yohana 16:33, ambapo anasema hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliushinda ulimwengu kwa sababu alijinyenyekeza hata mauti, na ile siku ya 3 alipofufuka akarudi na mamlaka zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hakutaka kushindana na ulimwengu. Uwezo huo alikuwa nao, lakini hakutaka kushindana na ulimwengu. Ndio maana anasema mimi nimeushinda ulimwengu. Hakushinda kwa sababu ya kupigana nao vita sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya ule upole aliyokuwa nao ndani yake ndio uliomwezesha yeye akashinda. Lakini Mungu si anatugeukia pia anatuambia heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliushinda ulimwengu kwa ajili ya unyenyekevu wake, kwa ajili ya ule upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekwenda mbinguni kutuandalia makao. Kwa hiyo yule alianza kushinda, na sisi tutakapokuwa wapole ndiye atakayetufanya tuirithi nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inaendelea kusema hapa heri wenye njaa na kiu ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Una njaa na kiu ya haki, utashibishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Wana amani wenye kiu ya njaa, maana hao watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haki tunayoisema ni haki ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaoizungumzia hapa, ama Biblia inaposema kiu na njaa ya haki ni ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kiu na njaa ya haki, kwamba heri mtu mwenye kiu na njaa ya haki, mtu aliyeokoka, anajua kweli yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekwisha kuwepo huru na Yesu mwenyewe. Amekwisha kupokea neno la Mungu ndani yake, ambalo sasa lile neno linamwezesha yeye yule mtu kujua kwamba kipi akitende na kipi asikifanye, ipi ni kweli na ipi ni uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu yule aliyepokea neno la Mungu ndani yake anaijua ile haki ya kweli, kwamba kipi kifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uko mahali fulani unaona kitu hakiendi sawa, unatamani kifanyike sawa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko mahali fulani unaona mtu hafanyi vile inavyotakikana, unatamani afanye kama Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Huko mtaani na majirani zako unaona wanafanya vitu ambavyo sio vya kimungu. Unatamani ile haki ya Mungu, neema ya Mungu washukie mahali pale nyumbani kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haki ya kiu. Mtu mwenye njaa na haki ya kiu. Unatamani watu wengine wamjue Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumjua Mungu ndio haki ambayo sisi tunayozungumzia. Kumjua Mungu ndio haki Kristo ambao alitupa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema heri wewe mwenye kutamani jirani yako aweze kumjua Mungu kama unavyomjua wewe. Heri wewe mwenye kutamani rafiki yako ambaye anafanya mambo mabaya aweze kubadilishwa na neno la Mungu ambalo liko ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Mathayo hiki sura ya 5 hii ukiendelea kwenye mstari wa 13 nasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ina maana kuwa nuru nini? Nuru inafukuza giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nuru inafukuza giza. Hebu tusome pale kidogo. Mstari wa 13 anasema ninyi anaanza kusema chumvi. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Anasema mstari wa 14, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba anasema mtu hawashi taa na kuiweka chini ya kiango, yaani uwashe taa uiweke labda chini ya meza, bali utaiweka juu ya meza ili iangaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuonyesha hapa mazingira haya kwamba anasema heri wenye njaa ya kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba heri yako wewe unayetamani jirani yako aweze kumjua Mungu kama unavyomjua wewe, maana ile ndio haki yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ndio haki yenyewe. Sasa nilikuwa nataka kukuonyesha kwamba unapokaa mazingira fulani, tunaishi hapa mtaani, tunakaa na watu mbalimbali ama kazini, kuna watu ambao hawamjui Mungu kule. Biblia inakwambia wewe ni nuru. Usiwashe taa iweke chini ya kiango ama chini ya stuli kama hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatakiwa uangaze nuru popote unapokwenda. Wewe ni nuru. Biblia imeshakwambia au neno la Mungu linasema wewe ni nuru. Ina maana sehemu yoyote utakapofika lazima uangaze na watu waione ile nuru. Bwana Yesu asifiwe. Watu walioko gizani wakimbie waje kwenye ile nuru ambayo inawaka ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo heri mwenye njaa na kiu ya haki, maana huyu atashibishwa. Atashibishwa nini sasa? Baada ya kufanya yote hayo, ile inakuja kuwa kama zawadi sasa. Baada ya kutamani kuona ndugu zako wakiokoka na ukafanya ile kazi, ukaenda kuwashuhudia watu wanaokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu unaona anafanya mambo yasiyofaa, ukaenda kumshuhudia, kumweleza habari njema za Yesu Kristo ambao ni haki. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu anasema atakushibisha. Kukushibisha kwamba nini? Atakupa kila sehemu iliyokuwa imepunguka ndani yako. Atakupa kila muda uliotumia kwa ajili ya kwenda kutangaza ile habari njema kwa watu wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwamba hautakuwa umepoteza chochote utakapotoka na kwenda kuwatangazia watu habari njema. Maana ile ndio kiu ya haki ndani yako. Unatamani watu wengine wamjue Mungu kama wewe ulivyo. Unatamani watu wengine waokoke kama wewe ulivyokuwa umekwisha kuokoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Utakapoifanya kazi ya Mungu, Mungu hata kuacha hivi. Haleluya. Lazima akuzidishie ama akurudishie kwa sehemu uliyokuwa umekwisha kuifanya. Petro akamuuliza Yesu kwamba tunakufuata, tunaacha nyavu zetu, tunaacha uvuvi wetu, tunakufuata wewe, tutapata nini? Yesu akamwambia utazidishiwa mara 100 ya vile ulivyoviacha, lakini zaidi utaulisi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Huko ndiko kushibishwa ambako Petro alikupata, kwamba alizidishiwa mara 100 ya vitu ambavyo aliviacha akamfuata Yesu, lakini zaidi kuulisi ule ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Biblia inakwambia heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni heri nyingine ambayo inakupasa wewe mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi nikiwa mjini, nikitembea mjini huwa nasema bora niwe mshamba ila niwe mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora nasema heri niwe mshamba ila niwe mzima. Kwa sababu utakuta mjini
magari yanapita mengi. Sasa mtu anataka aonekane mjanja, anavuka treni gari kikaribia ndo anavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nasema tu bora niwe mshamba. Gari hata nilipokuwa nasubiri tu mpaka lipite. Bwana Yesu asifiwe. Nikipita naona hamna kabisa ndo napita. Naona huyu ni mshamba sana, anashika kuvuka gari. Haleluya. Kwa hiyo heri wenye kiu ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia haijaishia hapo, inasema mstari ule wa 7. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Watu wenye rehema ni watu wale wenye kusamehe. Rehema maana yake ni kusamehe, kuachilia kitu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema samehe ili na wewe uweze kusamehewa. Kwa hiyo hii ni heri nyingine mpasayo Mkristo yoyote, kwamba lazima awe na heri hii ya kusamehe. Awe mtu bora wa kusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Samehe ili na wewe upate kusamehewa. Usipomsamehe mtu, Mungu nawe hawezi kukusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Patana na mshtaji wako kabla ya jua kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amekukwaza, mtu amekukela, msamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Msamehe na yeye ajue kwamba umemsamehe. Unaweza ukamwita ukamwambia Bwana, mimi umenikwaza hapa na hapa lakini nimekusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo samehe ili na wewe uweze kusamehe, kusamehewa. Heri mwenye rehema, maana naye atapata rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 8 inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndo penyewe sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndo penyewe. Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Vitu vyote tunavyovifanya hapa duniani kama Wakristo, tukiwa tumeokolewa na Yesu, tumemkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na tunaona kazi ambazo anazitenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kazi ambazo anazitenda. Lakini je, mioyo yetu huku ndani pakoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu ambao wanasema kweli Yesu tunamuelewa, tunamkubali, lakini moyoni, Bwana Yesu asifiwe sana, mtu anaweza kumsema Yesu mdomoni lakini moyoni hayupo ndani yake. Haleluya. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakao muona Mungu. Kwa hiyo chochote unachokifanya hakikisha una nini? Una moyo safi. Una moyo. Bwana Yesu asifiwe. Una moyo safi. Una moyo safi. Haleluya. Unaweza ukawa na kiu ya tuseme hapa, unaweza ukawa na maskini wa roho lakini moyo sio safi. Unaweza ukawa na upole lakini moyo sio safi. Unaweza ukawa mwenye kiu na njaa ya haki lakini moyo sio safi. Lakini anakuja pale anaweka kwanza, anasema pamoja na wale waliotangulia kule juu. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na zile heri zilizotangulia kule juu, anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote sisi tunaenda mbinguni. Tunatamani tukamwone Mungu. Tuwe na nini? Na mioyo safi. Moyo safi ni moyo gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo safi ni moyo gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo safi ni moyo gani? Moyo safi ni ule moyo unaolindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulinda moyo. Kulinda moyo sio kwamba utauwekea mlinzi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayelinda moyo ni wewe mwenyewe. Mtu anayefanya moyo kuwa safi ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayeulinda moyo wake ni wewe mwenyewe. Na anayefanya kuwa safi ni wewe mwenyewe. Ama kuuchafua ama kuuacha usilindwe ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome pale kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 23. Mithali sura ya 4. Kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Tuone kidogo pale. Mithali sura ya 4 mstari wa 23.
Biblia inasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwenye moyo ndiko kunakotoka chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye moyo ndiko unakotakiwa kupalinda zaidi. Na moyo safi ni ule moyo ambao unalindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia kuulinda moyo hatumaanishi kwamba uwekee ulinzi, bali ni wewe mwenyewe, kwa sababu unaulisha kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Chemichemi za uzima ndiko zinakotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ni neno lenye uzima, linaoleta uzima ndani yetu. Moyoni mwako unaweka kitu gani ili kuendeleza kufanya zile chemichemi za uzima ziendelee kutoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Weka neno la Mungu ndani ya moyo wako. Maana utakapoliweka neno la Mungu ndani ya moyo wako, chemichemi za uzima zitaendelea kububujika na kububujika na kububujika hata ule utimilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu mioyoni mwao wamewaweka watu, wamefanya moyo wao kuwa jela, wamefanya moyo wao kuwa kama kifungo, sehemu ya kuhifadhi, ama tuseme ni kama gereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wamewafunga watu wengine mioyoni mwao, watu wamewahifadhi watu wengine mioyoni mwao. Miaka 5, miaka nenda rudi, amemhifadhi mtu, ende kumuona anasema nirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeuchafua moyo wako, umeufanya moyo wako usilini, umeufanya moyo wako kuwa uko wazi. Chochote kinachokuja kinaweza kikaingia ndani ya moyo. Chochote kinachokuja umekipa nafasi ya kuingia kwenye moyo, kwa sababu haujaulinda ule moyo. Hata zile chemichemi za uzima zimeanza kukauka, kwa sababu vitu vinavyoingia kwenye moyo ni vile ambavyo havileti chemichemi ya uzima ndani ya moyo ili endelee kububujika na kububujika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawa na chanzo cha maji kinachotoa chemichemi. Mtu anaenda anazidi kujaza tu mchanga pale, anajaza tu mchanga, anajaza mchanga. Ile chemichemi itashindwa baadaye kupumua, kushindwa kutoa yale maji yanayotiririka mahali pale. Na mwisho wa siku utakuta ile chemichemi basi haiendelei kutoa chochote. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Moyoni mwako umeweka kitu gani? Moyoni mwako umeweka nini? Je, chemichemi ile bado inaendelea kutoka? Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Moyo wako ni safi. Je, utamuona Mungu kupitia moyo wako kuwa safi? Bwana Yesu atusaidie sana. Linda huo moyo. Linda huo moyo. Kuwa makini na vile vitu vinavyoingia ndani ya moyo. Kuwa makini na vile vitu vinavyoingia ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Linda sana vile vitu vinavyoingia ndani ya moyo. Maana vile vitu vitakapoingia ndani ya moyo vinaenda kuua ile chemichemi, na mwisho ule uzima uliokuwa ndani yako utaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Moyoni mwako umeweka kitu gani? Moyoni mwako umeweka chuki, moyoni mwako umeweka hasira, moyoni mwako umeweka ugomvi, moyoni mwako umemweka jirani yako aliyekukera, umemweka jirani yako aliyekuuzi, umemweka mpendwa mwenzako aliyekukwaza mahali hapa. Linda sana moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Moyo safi ni ule unaolinda. Kulinda moyo ni kuhakikisha kipi kinaingia moyoni. Je, kinachoingia moyoni ni kitu sahihi kinachopaswa kuingia ndani ya moyo wako? Na kitu sahihi ambacho kinapaswa kuingia ndani ya moyo wako ni neno la Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi kwenye Zaburi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi wewe Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Liweke neno la Mungu ndani yako ili usimtende dhambi Mungu. Maana utakapomtenda dhambi Mungu ndipo utakuwa umejiweka mbali na uso wa Mungu. Hicho kitu kitakufanya ushindwe kuingia kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu moyoni mwako umeweka kitu ambacho hakikutakiwa kuketi ndani ya moyo wako. Haleluya. Weka neno la Mungu ndani yako ili chemichemi ya uzima iendelee kutiririka ndani yako. Hapo ndipo utakapopata ile heri ya kuweza kumuona Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana.
kuweka kitu kingine tofauti na neno la Mungu ndani yako kutakufanya wewe kukusanisha na Mungu, ushindwe kumuona Mungu, kwa sababu kile kilichopo ndani ya moyo wako hakitokani na Mungu. Sio kitu ambacho kitampendeza Mungu ndani yako. Wako watu wameweka hasira, wako watu wamewafungia watu wengine ndani ya mioyo yao, na hatima yake wameshindwa kuona ufalme wa Mungu. Hata wanapoondoka siku zinapoisha kuishi ulimwenguni, wanakwenda kule kusubiri ile hukumu, ile siku ya mwisho. Maana Mungu anasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Mchana wa leo unaweza ukajifikiria ndani ya moyo wako, umetunza mambo mangapi kwenye moyo wako? Umeweka nini kitu ambacho kinaweza kufanya moyo wako endelee kububujika ile chemchemi ya uhai ndani yako? Je, umeweka watu? Bwana Yesu asifiwe sana. Au umeweka neno la Mungu ndani yako? Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu aliposhuka ulimwenguni, wakati wa Agano la Kale walikuwa watu wakijitakasa kwa kuchinja zile sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama mpaka wengine watu wa dini leo unaona wananao kwamba wanaona mwili ndio unaomchafua. Ananawa, anaamini kwamba anatoa dhambi. Anaosha mikono, anaosha miguu, anaingia kwenye sinagogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu Yesu aliposhuka ulimwenguni alikuja kudili na mioyo. Moyo unapokuwa safi ndani yako, hata matendo huku nje tutaona safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu unapoona anafanya kitu kibaya, maana yake kimeanzia moyoni. Akijaja tu. Yaani tunapoona nje ni matokeo yaliyotokea ndani ya moyo. Ukiona mtu ni gaidi, maana yake ndani ya moyo wake amejaza vitu vya kigaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu unapoona anatenda mambo ya ajabu, yameanzia ndani ya moyo wake. Hayajatokea tu. Ni vitu vilivyojaa ndani ya moyo wake. Haleluya. Mtu ukiona anafanya mambo safi, maana yake ndani ya moyo wake umejawa na vitu visafi. Haleluya. Mungu atusaidie sana katika eneo hilo. Maana usipokuwa na moyo safi, hautaweza kumuona Mungu, aidha hapa duniani ama kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko mahali hapa hata mchana wa leo. Usipokuwa na moyo safi, unaweza usimuone. Unaweza ukajitafakari wewe mwenyewe kuona kuna mambo mangapi umeyaweka ndani ya moyo ambayo yasiyofaa kukaa ndani ya moyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini anaendelea pale, anasema kwenye kitabu chetu cha Mathayo hiyo mstari wa 9 anasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapatanishi hao wataitwa wana wa Mungu. Wapatanishi ni wale watu ambao wanapatanisha baina ya pande mbili kuleta amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuleta amani upande huu na huu. Sasa Yesu mwenyewe ndiye aliyekuwa mpatanishi wa kwanza kati ya mwanadamu na Mungu. Yesu alikuja pale katikati. Yaani sisi tulikuwa na gap. Mungu alikuwa huku na sisi upande mwingine. Lakini Yesu akaja hapa katikati, akapatanisha huku na huku. Mungu yupo upande wa kuume na wanadamu wako upande wa kushoto. Akaja mtu katikati ambaye ni Yesu mwenyewe, akatupatanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana nadhani sura ya 1 mstari wa 12 kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waliompokea nani? Yesu. Kwa hiyo sisi tuliompokea Yesu alitupa uwezo wa kufanyika wana. Kwa hiyo sasa Biblia inapokuja kusema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tayari tumekwisha kumpokea Yesu, ametupa uwezo wa kufanyika wana. Lakini sasa sisi pia tunapatanisha watu wengine walioko ulimwenguni, walioko katika dhambi, tunawapatanisha kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunaendelea kuwa na ile hali ya kuitwa wana. Haleluya. Kwa hiyo wewe hapo ni mwana wa Mungu kwa sababu unapatanisha watu wengine. Usipopatanisha, usipoleta mtu mmoja mwingine kwa Yesu, unakosa ile haki ya kuitwa mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana. Mungu atusaidie sana tuweze kupatanisha watu wengine. Kila siku tunakutana na watu lakini hatuzungumzi hata habari moja kuhusu Yesu. Mungu atusaidie katika eneo hilo ili tuweze kuwapatanisha watu wengine kwa Mungu. Tunakaa na watu wengi ambao hamjui Mungu lakini hatujawahi kuwashirikisha hata neno moja kuhusiana na Yesu Kristo. Mstari wa 10 anasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili yangu, kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wanaudhiwa kwa ajili ya haki. Biblia inasema ufalme wa Mungu ni wao. Haki tumeshaelezea kwamba ni ile haki, ni ile kweli ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa anasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbingu ni wao. Watu ambao wanatangaza neno.
wanazuiliwa, lakini bado wanaendelea kung'ang'ana kutangaza neno. Wanakatazwa maeneo mbalimbali, lakini bado wanaendelea kutangaza neno. Watu kama kina Petro, Bwana Yesu asifiwe sana, walikuwa wakipiga injili mahali fulani, wanakatazwa, wanachapwa na kufungwa gerezani, lakini bado wanarudi eneo lile. Walikuwa wakiudhiwa kwa ajili ya haki. Mungu anasema ufalme wa mbingu ni wao. Sijui umeshawahi kufanya mara ngapi au umeshawahi kuudhiwa kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunazo hizi heri tulizosoma hapa, ziko heri 8, lakini mstari wa 11 anasema heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamalizia pale anasema heri ninyi watakapowashutumu kwa neno la uongo na kuwaudhi na kwa kila jambo lolote kwa ajili yangu. Mtakapoyavumilia hayo, ndio usalama wenu unapokuja. Tumesema heri ni kama shwari ama usalama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema heri ni kitu, ni amani. Je, una heri ngapi kwenye maisha yako? Bwana Yesu atusaidie. Kuna mambo mangapi ambayo unayaona kabisa kwenye hizi heri tulizojifunza hapa hazipo kidogo, labda kuna sehemu heri moja inapungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tumeona ile heri ya 8 ndio yenye msisitizo zaidi. Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Moyo safi. Utakapokuwa na moyo safi, maana kuna vitu visafi viko ndani yako. Hata ule upole utakuwa ndani yako kwa sababu una moyo safi. Hata ile kiu ya haki itakuwa ndani yako kwa sababu una moyo safi. Hata mtu atakapokuudhi, bado hautamrudishia kwa sababu una moyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie katika eneo hili. Basi tusimame wakati tunapoenda kuhitimisha somo letu. Ijue heri ikupasayo. Ziko heri nyingi. Wengine wanasema heri nisingezaliwa. Wengine wanajutia maisha fulani, lakini Mungu yeye hakwambii hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko heri nyingi sana duniani, lakini wewe kama Mkristo, heri hizi ndizo zilizokupasa wewe kuzijua na kuzifanya, sio kujua tu, bali ukazitende. Mungu atusaidie sana. Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Mungu anaendelea kunisisitiza kusimama katika eneo la moyo. Mungu anaendelea kunisisitiza kusimama katika eneo la moyo. Roho Mtakatifu anaendelea kunisisitiza kusimama katika eneo la moyo. Maana moyo ndio kila kitu. Chemichemi za uzima zinatoka moyoni. Hata katika mwili huu tulionao, moyo utakaposimama, uzima utaondoka ndani yako. Chemichemi za uzima zinatoka kwenye moyo. Moyoni mwako umeweka vitu gani? Moyoni mwako umejaza kitu gani ambacho kinakufanya kikutenganishe wewe na Mungu? Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Bwana. Unaweza ukatafakari kwa kidogo kuona kwamba moyoni mwako umeweka vitu gani? Moyoni mwako yuko Yesu? Moyoni mwako yuko Roho Mtakatifu? Moyoni mwako anaketi Mungu mwenyewe? Umekipa kitu gani nafasi ya kwanza kwenye moyo wako? Umelipa nafasi neno likae ndani yako? Ama umemfungia jirani yako? Ama umemfungia mtu ambaye ulikwazana naye siku nyingi? Mungu anakuambia leo uwe na heri ya kurehemu ili wewe akurehemu. Uwe na heri ya upole, uwe na heri ya kurehemu ili wewe urehemiwe. Haleluya. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Basi wakati nitamkaribisha mchungaji kwa ajili ya kuhitimisha somo na kwa ajili ya kufanya maombezi kwa ajili ya watu mbalimbali ambao wanaona ni kweli wamefanya kitu ambacho sio sahihi, wanahitaji kumuona Mungu. Heri ndani ya mioyo yao ijae tena. Namkaribisha mchungaji kiongozi wakati huo ataenda kuhitimisha somo letu na kufanya maombezi kwa ajili ya watu watakaokuwa na mahitaji. Bwana, 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 Bwana.